kwani unioni au? Nakuona. Dada, kwa nini unakuja nyumbani kwangu bila taarifa? Mimi mwenyewe pia nina familia, kwa hiyo sitaki familia yangu ijitie kwenye matatizo. Sasa wewe kama unafahamu vitu vyote hivyo, una familia na utaki ingie kwenye matatizo, kwa nini unasubiri mimi ndio nikutafute? Wewe usinitafute mimi. Aya, ulisema jambo la kwanza ambalo tunatakiwa kufanya ni kuhama kwenye ile nyumba. Tumeshahama, mimi, mtoto wangu na mume wangu, na tunapitia maisha magumu hatari. Kinachofuata ni nini? Yaani mbona kama una mpango na sisi? Kitu gani ambacho kinafuata? Dada, hili jambo sio jepesi kama unavyofikiria. Nahitaji muda ili niweze kukusaidia. Hivi unahisi hili jambo ni rahisi tu, si ndio? Muda gani Karani? Muda unazidi kwenda, hunitafuti, ufanye chochote na kufuata hapa nyumbani kwako ndio hivyo, yani mpaka tuanze kukabana kama wezi. Hivi kweli? Kweli mimi hapo naweza nikakuamini? Hunitafuti, uonyeshe ushirikiano wowote. Yaani upo kimya tu. Kila siku nawe nakuja getini kwako. Nisikilize. Mimi naangalia namna mzuri ya kukusaidia wewe na familia yako ili nisije nikaingiza familia yangu kwenye changamoto. Naomba kaa hivyo hivyo, mambo yakiwa mazuri nitakutafuta. Utanitafuta wapi? Huyu Karani huyu. Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutujali? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Kwa majina naitwa Trizi. Mimi ni rafiki mkubwa sana na Dr. Medic. Nimemtafuta sana kwenye simu yake zaidi ya siku 2-3 hizi, lakini akawa hapokei. Sasa sijui kama anaumwa, kwa hiyo naomba kama yupo uweze kunisaidia kuniitia niweze kumwona. Rafiki yake? Mbona mimi sijui kukuona hata siku moja? Of course, ndio kwa mara kwanza tunaonana, lakini mara nyingi huwa tunashirikiana kwenye kazi. Naomba niitie tafadhali. Dr. Medic amesafiri kikazi. Amesafiri? Yeah. Kwani hajakwambia? Wewe si rafiki yake? Hauna taarifa yoyote kuhusu yeye? Ni zaidi ya siku 3 hapokee simu zangu, kwa hiyo sikuwa nafahamu kama kasafiri, na hajanitaarifu kwamba na safari hivi karibuni. Basi ndio hivyo, kasafiri. Kama hajakwambia labda kapitiwa tu, lakini hapa nyumbani hayupo. Lakini vipi, alikuelekeza kwamba atarudi baada ya muda gani? Kama nilivyokuambia, kasafiri kikazi. Kwa hiyo sijafahamu lini atarudi, ila nahisi hatochelewa. Basi sawa, endapo akirudi utamwambia kwamba rafiki yako Twizy alikuja kukuona. Nitakuja wakati mwingine kuwatembelea. Aya, sawa. Atakaporudi nitamwambia. Ameenda? Ya, kaondoka. Safi. Sasa sikiliza. Jitahidi isije katokea siku kamwambia nipo. Mwendo ni huu.
Akija tumwambie mimi sipo, sitaki hata kidogo mikuonana naye huyu. Alafu kwani unataka kuonana na rafiki yako? Kuna mambo tu, kuna namna. Kuna siku nikipata nafasi vizuri nitakuelekeza. Lakini kwa sasa sitaki mikuonana naye huyu mtu. Sawa? Sawa mamangu, nimekuelewa. Sawa. Kweli kikulacho kipo kingoni mwako, na usichoki kuwa sawa. Adela mwanao, ilo tunili kitanda, bonge la kitanda hili. Ushazoea vitanda vya kijijini kule tunapanda kwenye vitanda vya kamba, au umesahau? Hii nini? Mbona kama ndege? Hii kama ile ya kuvulia samaki ngalawa au ni nini ya Adela? Sasa mbona unanicheka? Mama, hiyo ni furaha isiyoisha, lakini tambua huu ni usiku sasa, tunatakiwa tupumzike. Sijawahi kuona vitu kama hivi. Kule kwetu nyumba tufaje tu mama, udongo tu chini, udongo juu, udongo ndo tunalala. Wewe mwenyewe umesahau. Mambo mengine tutazungumza kesho. Hongera sana mwanangu. Angalia lichumba likubwa. Lazima nifurahi mwanangu, manake sijawahi kupitia maisha haya hata siku moja. Hongera sana binti yangu. Mama, inabidi utambue kwamba yeye alikuwa ni maisha ya muda tu. Haya hapa ndo maisha yetu sasa. Lakini sasa ndo upande kitandani ulale. Ukiendelea kufanya mambo yako mimi sasa utanikera. Maana sasa hivi muda ushaenda. Basi usikasirike. Hii yote furaha tu mwanangu. Sijawahi kuviona vitu kama hivi. Sasa miguu yangu michafu na ilishuka. Mama bana, hebu panda kitandani tulale. Unaona mimi kwenye kitanda cha kamba napanda tu, lakini mpaka nianze kukunja. Maisha mazuri jema. Nikienda kwa mama Dimusa nifumulia. Mama bwana. Unaweza nitapata usingizi? Basi siwezi kupata usingizi. Lakini wametaa. Yaani leo hapa ndani tubongela ndoto, sijawahi kulala kwenye kitanda kama. Jamani mama. Ngoja unataka hata usingizi nitakupata vizuri kweli hapa. Kienda kule mama Dimusa nitamsimulia. Kwanza kesho nikiamka simu kila mtaa kule, wajue kama huko nipo kwenye maisha mazuri. Kaambia jamani, mwanangu kuzaa mtoto wake kila sana. Aswa awe na akili zake. Wacha wewe. Leo tunalalia mtandao Mungu wangu. Basi mama tulale bana. Unajua siku umeenda sana. Mimi na la zangu siku mwema. Mimi leo nitakesha macho kushangaa. Kuna mbonge wa mkabati. Mama bana, si ulale. Haya. Mimi kulala nitachelewa. Unalake mambo ya humu ndani sijawahi kuyaona. Lala bana mama. Ninavyompenda yapende. Baba mapenzi hajayajua, na mimi ndo namsumbua. Sote mbinu za kivita nishatumia, ila bado tu ninaona maseke. Numia punde nikikama. Ustaki kuniambia kama una mimba? Hapana, sina mimba, lakini najisikia tu vibaya. Unajisikia vibaya? Tumeishi hapa ndani kwa muda mrefu sana Teddy, lakini sijawahi kuona ukitapika hata siku moja. Niambia unajisikiaje? Unahisi malaria? Hapana. UTI? Sasa ni kitu gani? Sina dalili yote ya malaria wala UTI, lakini kuna muda nasikia kizunguzungu. Tayari. Teddy, hiyo ni dalili ya mimba. Teddy, mimi na wewe tumekutana jana tu, na kabla hapo tuna muda mrefu hatujakutana. So, naomba uniambie, hiyo mimba ni ya nani?
Mimi mwenyewe sielewi, lakini kama nitakuwa na mimba itakuwa ndo Mwakee, Mwakee, vipi ulikotoka? hakuna wafadhali wowote. Na wewe ulipotoka? Nimefanikiwa kupajua nyumbani kwa dokta, lakini kwa bahati mbaya sijaweza kumkuta. Nimekutana na mke wake tu na kaniambia kwamba kasafiri. Amesafiri? Amesafiri kikazi, na hata mke wake hajui ni siku gani ataweza kurudi. Hata mimi nimefanikiwa kukutana na Karani, lakini anaonekana ni muoga sana, maana hawezi kufunguka moja kwa moja. Kuna kitu anakiofia, na baada ya kumuuliza tushaondoka pale. Jambo la pili linalofuata ni nini ameshindwa kuniambia, ila tu ameniambia kwamba atanitafuta mambo yakiwa sawa. Kwa hiyo hapa tumsubiri yeye, sijui hata atanitafuta lini. Hili swala la Karani nadhani natakiwa kudili naye mimi mwenyewe. Sisi ni wanaume, tutajua jinsi ya kulimaliza hili swala. Unajua nini Mai? Kuna haja kubwa sana niweze kuonana na dokta, kwa sababu nahisi dokta atakuwa anafahamu mlolongo mzima wa haya mambo. Si rahisi Adela kusimama peke yake katika hili swala. Moyo wangu unaniambia natakiwa kumtazama jicho la kitofauti sana Anko Nyoki, kwa sababu kwa ninavyomfahamu Adela hawezi kuwa na ujasiri wa kulisimamia hili swala akiwa peke yake. Na najiuliza sana, kwa nini tangia tumeondoka nyumbani mjomba hajanitafuta? Hajui tuko wapi, hajui tunapitia situation gani. Sina hakika kama taarifa atakuwa hana. Kwa moja mjomba atakuwa anashirikiana na Adela. Unapata picha? Kuna kitu kinaendelea hapo katikati. Sasa ukweli wote tutaupata kwa dokta. Dokta atakuwa anatumika na mjomba Nyuki. Nikiweza kumpata yeye, kila kitu kinakuwa kimeisha. Alafu hapo itakuwa njia rahisi, najua kabisa nadili na mtu fulani na sio mtu ambaye amekuwa kama kivuli. Kwa hiyo mimi sitoacha kumfuatilia daktari hadi niweze kufahamu ukweli. Lakini pia huyu Karani wakudili naye pia. Hawa watu wawili ndo watakaotupa ukweli ili tujue tunapambana vipi katika hili swala. Umenielewa? Mimi nimekuelewa. Umefuata nini huko chumbani? Shemeji, sasa usichoelewa yeye hapa kitu gani? Leo nimekuletea vitu laini, jiandae tu kuvila. Na kuhusu mdogo wangu usiofie, hatojua kitu chochote. Shemeji, kuwa serious bwana. Unajua mimi hapa nina ugonjwa wa moyo na utosi wangu unadunda pa. Angalia moyo unavyodunda. Shemeji, mbona unakuwa kama mtoto mdogo vile? Basi naomba dakika moja tu nikafunge mlango. Sasa hivi nakuja. Fanya haraka basi shemeji. Sasa leo mdogo wangu atajua kila kitu kuhusu wewe na rangi yako halisi yote ataifahamu.
Hongera sana kipenzi changu kwa kuweza kuruka mtego wa dada yangu. Ama kweli ni mwanaume sahihi sana kwangu. Vipi? Mbona kama una wasiwasi sana? Amna. Sina wasiwasi wote. Au hujafurahia kuniona? Hapana. Nimefurahi kukuona mpenzi. Sasa leo nienda kukupa mapenzi matamu sana. Na hii ni kwa sababu umenifurahisha sana leo mchana. Ni ngumu sana kukwepa mtego wa mwanamke, lakini wewe umeweza. Nakuamini sana shababi wangu. Unajua nini Nela? Sio tu kwa dada yako. Mimi hata leo ungeniletea Beyonce katika kitanda hichi na akalala akavua nguo zake. Sina hata haja naye. Ila mimi mpenzi wangu, hisia zangu zote zipo kwako na sio kwa mtu mwingine. Nakupenda sana baby. Okay? Najivunia sana wewe mpenzi wangu. Sasa leo nataka nikufurahishe sana. Nikupe mapenzi moto moto, maana umenifurahisha. Kuanzia sasa baba utakuwa huru. Kweli kikulacho kipo kinguoni mwako. Mama, wewe basi tuondoke. Nilikuwa nafunga milango na wewe tungetoka tuache milango wazi. Mama. Kweli kikulacho kipo kinguoni mwako, na usichokijua sawa na usiku wa kiza. Naecheka na ndio adui yako, wanakuchekea usoni, moyoni mwao kubaya. Kuna wakati tu wanaoamini ndio ambao wanatupiga chini, siri zao mioyoni ni mbaya. Wengine ni ndani ya familia zetu, lakini ndio maadui zetu. Wanatamani tufe, wachukue mali zetu.
ubaya ndio hatuwezi kuwafahamu kwa macho yetu. Mbaya hatoki mbali, ndio unayekula naye